Naam, bwana, habari ambazo zimetufikia bwana ni kutoka kwa moja kati ya mapromota maarufu tu hapa Tanzania, anaitwa PCK. Huyu PCK bwana amekuja kuzungumza jambo ambalo linamhusu kijana ambaye anafahamika kwa jina la Mavokali. Mavokali bwana ni moja kati ya vijana ambao tunawafahamu kwamba wamekuwa katika industry hivi karibuni tu, alichipukia au vipi bwana, and then baada ya hapo akapotea ghafla. Lakini moja kati ya track ambazo alishawahi kuzifanya na zikafanya vizuri kimataifa ni wimbo wake ule wa Commando. Commando au wengine wanauitaga mapopo sasa wameshalala. Bwana, ile ni moja kati ya track ambazo zilifanya vizuri sana worldwide, yani duniani kote. Umeona bwana kwa sababu hii ukiona ngoma mpaka inafanya vizuri kupitia Spotify, ujue kabisa kwamba hiyo ngoma imetrendi duniani, yani umeona kimataifa. So PCK akiwa kama promoter wa muziki na wasanii, this time around bwana amekuja kuzungumza jambo kuhusiana na issue ya huyu kijana Mavokali, ambaye tunakumbuka kwamba mara ya mwisho ngoma yake ya mapopo ile akafanyaga remix na Rayvanny, and then baada hapo akapotea. Sasa PCK amekuja kueleza kwamba huyu kijana bwana anapitia mambo mazito kweli kweli. Naona ni moja kati ya wasanii ambao wana talent, ana uwezo mkubwa sana wa kuimba, ana sauti, ni mtunzi mzuri, lakini kitu ambacho kinachomsibu huyu PCK hajakiweka wazi kwamba ni nini, lakini kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika kwamba anayoyapitia huyu kijana ni mazito mno. Wasanii wa Tanzania na media zote kwa ujumla, mnangojea huyu kijana akija kufa ndio mje hadharani kuanza kuposti RIP. Hebu muongee, alafu muongee upuuzi wenu. Mavokali ni kijana aliyepambania sana tasnia yake na kipaji chake, hivyo ningeomba sana BASATA ya Tanzania na wizara husika wafanye jambo. Jamani, huyu mtoto yupo kwenye hatari ya kupoteza maisha, huku watu wote mnaamua kukaa kimya. Pray for Mavokali. Ameandika hivyo PCK. So Mavokali bwana ni msanii wa Bongo Flava ambaye ni upcoming mwenye hit kali ambayo ilikuwa inafahamika kwa jina hilo la Mapopo. Sasa kitu ambacho amekizungumza PCK kimefanya watu wengi sana wajiulize kwamba ni nini hicho ambacho amekisema mpaka watu waseme kwamba wamuombe na BASATA ingilie kati. Kwa nini aseme hivyo? Hajafafanua kiundani zaidi. Ni kwamba katika ukurasa wake wa Instagram ameandika tu hivyo, and then akakaa kimya. Umeona bwana So wadau hapa wamekuja kucomment na kuuliza bwana kwamba kuna nini ambacho kinachomsibu na vitu vingine kama hivyo, lakini mpaka sasa hivi bwana hatujajua kwamba kitu ambacho kinachomsibu huyu Mavokali ni nini, lakini it is what it is. So tutafuatilia kiundani tuone huyu PCK alichokuwa anaandika hapa kilikuwa kinamaanisha nini, au ni nini ambacho amekiona, au ni nini ambacho yeye anachokijua kuhusiana na Mavokali ambapo watu wengine hawavijui. Tutakupa update zaidi. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section. Unahisi kwamba ni nini ambacho kinachomsibu huyu Mavokali mpaka PCK promoter wa muziki amekuja kuandika hivyo? Lakini pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.